Mheshimiwa Gulamali. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kuweza kunipa kuchangia kwenye hii Wizara ya Michezo. Kwanza nipongeze Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye sekta hii ya michezo. Hongera sana Mheshimiwa Rais, kazi kubwa imeonekana. Na pili nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa uteuzi kwa nafasi ya hii wizara, manake ni waziri ambaye ni waziri mbobevu kwenye masuala ya kisheria. Hongera sana Mheshimiwa Palamagamba Kabudi kwa kuteuliwa na kuongoza. Watanzania wanakutegemea na Watanzania wanakuona kwamba upo kwenye nafasi sahihi, kwa sababu umeingia, unafahamu sheria, unafahamu kanuni, huwezi kuburuzwa. Lakini lingine Mheshimiwa, nipenda kuipongeza serikali kwa uwekezaji kwenye viwanja, kwenye ujenzi wa kiwanja kule cha Arusha, ujenzi wa kiwanja Dodoma, ujenzi wa viwanja mbalimbali na maboresho kwenye kiwanja cha taifa cha Dar es Salaam. Hongera sana serikali. Tunaomba sasa Mheshimiwa Waziri, ukikumbuke na kiwanja cha Ali Hassan Mwinyi pale Tabora, tupate kiwanja kibora cha kisasa, mboreshe, mzungumze na partnership CCM kuona namna gani mnaweza mkakiboresha, na fedha nyingi kama unavyotambua Tabora ni mkoa wa kimkakati, na Tabora tunahitaji kukuza viwango vya wanamichezo wetu. Lakini lingine nilipenda nikuzungumza Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo unafahamu tumeweza kuona namna gani ambavyo michezo yetu inavyoshiriki, ligi yetu inakuwa inavutia sehemu mbalimbali duniani. Leo nitumie nafasi hii kupongeza Azam kwa uwekezaji mkubwa katika ligi ya Tanzania. Hongera sana Azam, kazi kubwa umefanya, umewekeza fedha nyingi. Watanzania wanaona, dunia inaona, na wachezaji wanavutika kutokana na fedha ulizowekeza kwenye ligi yetu. Nataka nishauri Mheshimiwa Waziri, umeweza kuona ligi kuu ya Uingereza. Ligi kuu ya Uingereza Mheshimiwa Waziri inaongozwa na bodi ya ligi ambayo inaitwa EPL. Lakini pia Federation ya Uingereza ina ligi yao FA. Hizi ni ligi mbili, na bodi ya ligi ya Uingereza inasimamia kila kitu, masuala mazima ya ligi kuu ya Uingereza. Tumeona ligi kuu ya Spain inaongozwa na bodi ya ligi. Mheshimiwa Naibu Spika, pale Spain kuna bodi ya ligi inaitwa La Liga, inasimamia masuala mazima ya michezo katika ligi ya Spain. Lakini pia Federation ina ligi yake. Hapa Tanzania nimpongeze Mheshimiwa Leodegar Chilatenga kwa kuanzisha bodi ya ligi ndani na idara ya TFF, na imekuwa nzuri, na toka ilivyoanzishwa mwaka 2008 ilikuwa imeanzishwa ikiwa chini ya idara ya TFF, lakini malengo ilikuwa ije baadaye ijitegemee kama zilivyo bodi za ligi ya Uingereza, kama zilivyo bodi ya ligi za Spain. Sasa bodi yetu bado iko chini ya TFF. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, bodi hii uiboreshe, iwe independent, ijitegemee. Tunaona bodi ambayo haijisimamii, asubuhi inatoa matamko haya, jioni inatoa matamko haya. Hii inaonekana nyuma ya pazia bodi inasukumwa. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa Waziri, bodi hii ijisimamie. Tunafahamu ligi kuu ya Uingereza inasimamiwa na bodi ya ligi kuu. Mheshimiwa Gulamali, naam. Mheshimiwa Gulamali, wewe ni mbunge mzoefu. Usilingize bunge kujadili vitu ambavyo bado havijafika rasmi. Vitu gani Mheshimiwa? Kanuni ya 81 inakataza kujadili, kutuhumu mtu au chombo ambacho hakina nafasi ya kuja kujitetea wakati wewe unasema. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Gulamali. Sawa Mheshimiwa Naibu Spika. Kanuni ya 84, ukikataa maelekezo ya kiti ya spika unashtakiwa kwa kanuni, umekosa kosa nidhamu. Na ukipinga kanuni ya 84 unakwenda 85, ndio mbaya kabisa, hata ubunge hutagombea. Usituhumu chombo chochote Mheshimiwa, na kuomba. Mimi nakusaidia tu. Kuna kesi hapa ilitokea ya mheshimiwa mmoja mkubwa na mbunge mwandani, kuzungumza vitu ambavyo unatoa maamuzi, unalalamikia maamuzi yaliyofanywa. Wewe hukuwa sehemu ya hiyo kikao, na mimi kwa kukaa hapa naweza nikaingizwa kwenye kesi yako. Punguza munkar, changia mambo ambayo una uhakika nayo. Endelea. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba muda wangu ulindwe. Mimi nazungumzia muundo wa bodi zetu za ligi zilivyoanzishwa. Ukienda Uingereza kuna bodi ya ligi inayojitegemea inaitwa EPL. Mheshimiwa Gulamali, kuna bodi ya ligi inayojitegemea. Haya makofi hayatakusaidia. Mimi sizungumzii, nazungumzia vitu vingine. Utapopelekwa kwenye kikao cha nidhamu, haya makofi hayatakusaidia. Wote watakutizama tu. Mimi nazungumza bodi.
unapuuza maelekezo ya kiti, unalalamikia maamuzi ambayo sio sehemu yetu hapa. Endelea. Mheshimiwa Naibu Spika, napokea maelekezo lakini silalamiki, ninazungumzia muundo wa bodi za ligi duniani. Nazungumzia bodi hii inatoa ligi ya Uingereza. Mheshimiwa Gulamali, umezungumzia bodi hii, asubuhi nasema hivi, jioni nasema hivi. Ndio usema it's recorded. Bodi ya ligi ya Uingereza, Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Gulamali, muda wako umekwisha, kaa chini. Mheshimiwa Naibu Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka ya uhai na kutuwezesha kukutana leo hapa jioni hii ya leo kujadili bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ya mwaka 2025-2026. Kwa dhati kabisa moyo wangu nimshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini mimi na wenzangu kwenye wizara hii ambao tunaongozwa na Profesa Palamagamba Kabudi kwa sasa, na kuendelea kutuunga mkono na kuonyesha kwamba yeye ni mwanamichezo namba moja kwa kuhakikisha tunayafanyia kazi maono yake kwa kuwezeshwa na mkono wake. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais na nimwahidi ya kwamba nitaendelea kuwa mtiifu kwake na kwa nchi hii, na nitaendelea kufanya kazi kwa juhudi, maarifa na akili zangu zote ili kuhakikisha tunayatekeleza maono yake kwa vitendo. Mheshimiwa Naibu Spika, pia ni washukuru wenzangu kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni na Sanaa na Michezo kiongozwa na Profesa Kabudi kwa ualimu na maelekezo ya mara kwa mara ambayo yanafanya tuendelee kuifanya kazi hii ya wananchi wa Tanzania ambayo waliamini nacho Chama cha Mapinduzi baada ya uchaguzi wa 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, hali kadhalika ni kushukuru wewe kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Kamati ya Elimu, Utamaduni na Michezo chini ya dada yangu Mheshimiwa Husna Sekiboko kwa miongozo na maelekezo yanayofanya tuweze kuifanya kazi yetu kwa ushirikiano mkubwa ambao wanatupa. Mheshimiwa Naibu Spika, nishukuru familia yangu, mke wangu na watoto wangu, lakini na wananchi wenzangu wa Muheza kwa kuendelea kuniunga mkono, kunisapoti, kunivumilia na kunitia moyo hata pale mambo yanapokuwa magumu. Nawashukuru sana na nawaahidi sitawaangusha. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutolea ufafanuzi hoja kadhaa za waheshimiwa wabunge ambazo zimetolewa toka asubuhi ya leo kabla muacha Profesa Kabudi kuja kuhitimisha hoja yake. Nazo hoja kadhaa, sina hakika kama muda utanitosha, lakini nitakapoishia ndio hapo nitakapokuwa nimejaliwa. La kwanza ni lile la hoja kuhusiana na mziki wa Singeli. Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge kadhaa hapa wameongea toka asubuhi na wameongea kwa hisia nyingi kuelezea jinsi ambavyo kuna sintofahamu kati ya kwanza Singeli kuwa mziki wa taifa, lakini hali kadhalika maudhui ambayo yanabebwa kwenye aina hii ya mziki. Nachotaka kusema Mheshimiwa Naibu Spika ni kwanza, hakuna mtu yoyote aliyesema mahali popote kwamba tunataka kufanya Singeli kuwa mziki wa taifa. Kilichotokea ni kwamba Singeli kama mziki ambao umetoka mtaani, umejipigania wenyewe, umejipambania wenyewe, na ukifanywa na vijana wadogo ambao wametengeneza ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa muda mrefu, tuliona kwamba mziki huu umeshika na unakubalika katika maeneo mengi ikiwemo nje ya nchi. Mimi binafsi nimeshawahi kwenda kwenye maonyesho ya Singeli nje ya nchi na mziki huu umekuwa unafanya vizuri sana. Sasa ukweli ni kwamba hakuna mtu yoyote kutoka sehemu nyingine yoyote duniani anayeweza kuja kudai kwamba Singeli ina asili ya kutoka nchini kwao. Kwa hiyo kimsingi Singeli ina asili ya kutoka Tanzania. Na tulichofanya tulikuwa tunajaribu kuwasaidia vijana hawa ambao wamejitengenezea ajira, wamejitoa mtaani kwenye kufanya mambo ya ovyo, ili kuhakikisha tunawasaidia kubrand, kupackage na kupromote mziki huu. Na wakati tunafanya hivyo tuwasaidie pia kusanitize, kusafisha mziki wa Singeli. Mheshimiwa Spika, hiyo ndio ajenda yetu.
Kwa hivyo uhuni ambao unasemwa huko katika Singeli, naamini mimi nikiongea kama mwanamuziki najua kwamba uhuni huko katika muziki yote, na unahitaji vijana hawa wanahitaji maelekezo na sio kususwa kama ambavyo tumekuwa tunasema kwa ukali. Siamini kama kuna mbunge yoyote anataka tuwatelekeze vijana hawa, anataka kuua mziki wa Singeli, lakini ninachojua ni kwamba wanataka tujaribu kusafisha mziki huu na uweze kuwa utambulisho mzuri kwa taifa letu, huku ukiwa unabeba maudhui ambayo yanaweza kuuzika ndani na nje ya mipaka yetu. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa wabunge wote walioongea kwa hisia sana, akiwamo dada yangu Esther Maleko, kwamba watupe nafasi, tuwasaidie vijana hawa, tuwasaidie kusafisha mziki huu, na mziki huu utakuwa wenye matumaini makubwa hapo mbeleni. Ukiangalia sasa hivi mziki wa Singeli ndio unafanya vizuri hata kwenye mikutano yetu ya kampeni. Kwa hivyo unafurahiwa na watu wengi, na ni jukumu letu kuuelekeza badala ya kuhususa na kunyoshea vidole. Kwa hiyo Mheshimiwa Maleko na wengine wote ambao walisema kwa ukali kuhusiana na mziki wa Singeli, mtupe nafasi ya kufanya hili, na sisi tunawahakikishia tutawaongoza vijana hawa, na mziki huu utakuwa msafi, unaoburudisha badala ya kupotosha maudhui na kupotosha jamii yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la pili alilisema Mheshimiwa Hamis Talitale, mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki. Lenyewe lilikuwa linahusiana na kadhia ambayo kampuni ya Azam imeingia baada ya kusimamishwa kuonyesha kipindi chake cha Vitasa, kipindi ambacho kilikuwa kinaonyesha mchezo wa ngumi. Kusema kweli, mimi binafsi ni mpenzi mkubwa wa mchezo wa ngumi, na mimi nimecheza ngumi, Mheshimiwa Naibu Spika. Na Azam baada ya kuingia na kufanya udhamini kwenye mchezo wa ngumi, walikuwa wanabadilisha maisha ya vijana wengi. Mchezo wa ngumi unachezwa sana Uswahilini, unachezwa na vijana wenye hali duni za maisha, na ni mchezo hatari kusema ukweli. Baada ya Azam kuingia, wakaubadilishia hadhi. Maeneo ambayo mchezo huu ulikuwa unafanyika yakawa yenye hadhi kubwa, lakini pia mapato ambayo mabondia wapiganaji walikuwa wanayaingiza yakawa yameongezeka sana. Kilichotokea ni kwamba kuna bondia mmoja wa zamani akaenda mahakamani akashitaki ya kwamba Azam wamechukua idea yake ya kuonyesha kipindi cha aina hii, na akaiomba mahakama kwanza alipwe fidia na Azam wazuiwe kuonyesha mchezo huu. Na nafikiri proceedings za kesi tuliziona wengine, na hazikuwa nzuri sana kwa upande wa Azam, kiasi kwamba Azam kweli wakazuiwa kuonyesha mchezo ule, japokuwa wamekata rufaa na kesi yao sasa iko kwenye mahakama. Mheshimiwa Waziri, pamoja na wewe usizungumzie jambo ambalo liko mahakamani. Zungumza topic ambayo maudhui inaweza, usizungumzie kesi ambayo iko wapi au imefikia hatua gani. Ndio kanuni zetu, na kanuni ya 84 ukikataa maelekezo ya spika ina adhabu yake. Nimepokea Mheshimiwa Naibu Spika. Jambo lingine lilikuwa lilisemwa na Mheshimiwa Malembeka kuhusiana na msaada ambao wasanii wanaupata kupitia Baraza la Sanaa la Taifa. Kwanza nimhakikishie Mheshimiwa Malembeka, ule upolisi ambao Baraza la Sanaa la Taifa lilikuwa likiufanya huko nyuma umesimama sasa hivi. Baraza la Sanaa la Taifa linafanya shughuli yake kama walezi wa wasanii badala ya mapolisi. Na tumekuwa sasa hivi tukifanya mijadala mingi na wasanii, na hata wasanii hawajisikii vibaya na hawapati uoga wanapopata wito wa kuitwa BASATA, kwa sababu wanajua ni majadiliano, ni maelekezano, na nimpe shukrani za dhati Daktari Kedmon Mapana kwa kazi nzuri anayoifanya kwenye Baraza la Sanaa la Taifa. Kimsingi BASATA haiwezi kuwalipia wasanii kuwatengenezea nyimbo zao, kuwatengenezea video, lakini linafanya mambo mbalimbali ikiwamo kuwapa msaada wa kisheria, na mwaka jana peke yake wasanii zaidi ya 20 wamepata msaada wa kisheria kutoka BASATA. Wasanii zaidi ya 100 wamepata kazi, matamasha na maonyesho mbalimbali ndani ya nchi kupitia BASATA. Maonyesho zaidi ya 200 ya nje ya nchi yamepatikana kwa wasanii wa nchi hii kwenda kutumbuiza kupitia BASATA, na hilo polisi limekwisha kabisa. Na hata ada ambazo wasanii wanatakiwa kulipwa zimeshushwa kutoka shilingi 40,000 mpaka 20,000 kwa mwaka mzima kuanzia mwezi Julai mwaka huu. Hata zile za kutozwa mara mbili, kwamba kuna tozo ya halmashauri na tozo ya BASATA, na zenyewe zinakwenda kukoma mwezi Julai mwaka huu, kwa sababu BASATA imeanzisha mfumo wake unaitwa AMIS ambao unakwenda kusomana na mfumo wa Tausi, na tozo hizi zitakuwa zinakatwa mara moja ili kuwapunguzia kadhia na usumbufu mwingi wa wasanii. Kwa hiyo nimwelezee Mheshimiwa Malembeka
ya kwamba BASATA inafanya kazi yake kama inavyotakiwa kuwa ya ulezi, na mahali popote ambapo wasanii wanakuwa na mkwamo wa aina yoyote, BASATA limekuwa ni kimbilio lao kubwa. Lingine ni la Mheshimiwa Babutale ambaye alisema kuhusiana na fedha za mfuko wa utamaduni, mikopo yake kutolewa kupitia benki. Mwanzoni wakati mfuko wa sanaa na utamaduni unaanza, fedha hizi zilikuwa zinatolewa na mfuko moja kwa moja, na idadi ya mikopo ambayo ili default, ambayo haikurudishwa, ilikuwa ni zaidi ya 80% ya fedha zilizotolewa. Lakini baada ya mfuko huu kufanywa marekebisho ili kupelekwa benki, mikopo hii ikaanza kutolewa benki. Sasa hivi hakuna mkopo hata mmoja ambao haujarudishwa. Hii inaonekana kabisa jinsi ambavyo mfuko huu umekuwa na ufanisi wa hali ya juu baada ya kupelekwa kutolewa mikopo hii kwenye mabenki, kinyume na ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo jambo hili halijafanywa kwa ajili ya kuwakomoa wasanii, limefanywa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba fedha hizi zinatolewa na zinarudi ili kuwanufaisha wasanii wengi zaidi, lakini hali kadhalika ni fursa ya wasanii kujirasimisha. Na tumekuwa tukilifanya jambo hili kwa juhudi kubwa zaidi, kwa sababu miongoni mwa kazi za mfuko huu pamoja na kukopesha, lakini hali kadhalika ni mafunzo, lakini na ruzuku. Hali kadhalika na tumekuwa tukihakikisha wasanii wengi zaidi wananufaika. Nimhakikishie Mheshimiwa Swale, hata wale wasanii wake wa Lupembe aliowataja hapa, wana nafasi ya kunufaika na mfuko huu. Ni kufanya maombi, na maombi hayafanywi, sio lazima hata waende mfuko, yanafanywa kupitia kwa njia ya mtandao, na sisi tutaangalia namna ambavyo tunaweza kuwafikia na wasanii wa Lupembe hali kadhalika. Mmesikia kengele ya pili. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuunga mkono hoja. Asante mtoa hoja. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, ninamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwezesha wizara yangu kwa bajeti ya kutekeleza majukumu ambayo yamepangwa katika mwaka wa fedha 25-26, hususan maandalizi ya AFCON ambayo yatapelekea uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya michezo hapa nchini. Uwekezaji huu ni mbegu na chachu ya mabadiliko makubwa kuelekea kujenga uchumi, ajira na mapato kupitia sekta hii bunifu. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, ninakushukuru wewe binafsi kwa kunipatia nafasi ya kuwasilisha hotuba yangu katika bunge lako tukufu. Pia ninashukuru kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuhitimisha hotuba yangu. Naishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Husna Sekiboko mbunge kwa ushauri, maoni na maelekezo kuhusu utekelezaji wa shughuli za sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Aidha, ninakushukuru Naibu Spika kwa waheshimiwa wabunge kwa kunisikiliza na kuchangia hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba yangu imechangiwa na jumla ya waheshimiwa wabunge 15, ambapo kati hao 14 wamechangia kwa kuzungumza na mheshimiwa mmoja amechangia kwa maandishi. Niruhusu nitoe ufafanuzi kwa baadhi ya hoja zilizotolewa na kuchangiwa na waheshimiwa wabunge. Aidha, majibu ya hoja zote kwa kina yatawasilishwa kwa njia ya maandishi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika upande wa sekta ya habari, nieleze kwamba kwa kushirikiana na wadau wa habari, wizara imeendelea kulinda na kuenzi uhuru wa habari, na hii imefanya Tanzania kuendelea kutambulika na dunia katika kuenzi uhuru huo. Katika kipindi cha miaka mitatu, Tanzania imepanda kwa nafasi 48 katika viwango vya uhuru wa habari duniani, kutoka nafasi ya 143 mwaka 2023 hadi kufikia nafasi ya 95 mwaka 2025. Na hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Reporters Without Borders, ambapo katika ripoti ya mwaka jana 2024 Tanzania ilipanda kutoka nafasi ya 143 hadi nafasi ya 97, na katika ripoti ya mwaka huu iliyotoka wiki jana tarehe 2 Mei, Tanzania imepanda nafasi 2 kutoka 97 hadi 95. Hii ni ishara kwamba uhuru wa habari hapa Tanzania unazidi kuimarika. Lakini pia pamoja na hayo yote, Mheshimiwa Naibu Spika, Tanzania imeendelea kuwa kinara wa waandishi wake nguli wa habari wanaoshikilia nafasi za juu katika vyama vya kihabari kikanda. Waandishi hao ni Deodatus Barile ambaye ni rais wa Jukwaa la Wahariri Afrika Mashariki, Bwana Kajubi Mkangaja ni mwenyekiti wa Baraza la Habari Afrika Mashariki, na Bwana Enes Sungura ni mwenyekiti wa mabaraza huru ya habari barani Afrika. Na Mheshimiwa Naibu Spika, tunategemea mwaka huu
kuwa na mkutano wa kimataifa wa mabara huru ya habari duniani unaotarajiwa kufanyika mkoani Arusha mwezi Julai mwaka huu. Mheshimiwa Naibu Spika, niwashukuru wote waliochangia katika hotuba yetu, na kama nilivyosema, majibu mengine mtayapata kwa maandishi. Nianze na hili la TSN, yani shirika la magazeti ya serikali. Hali hiyo imeanza kubadilika kwa sababu ya mtiririko wa fedha. Kwa mwaka 2023-24 zilitengwa shilingi bilioni 10, lakini zilitoka shilingi milioni 270 pekee. Katika mwaka 24-25 zilitengwa shilingi bilioni 5 na zilitoka zote bilioni 5. Katika mapitio ya bajeti ilionekana umuhimu wa kuongezewa fedha bilioni 4 na milioni 800 katika mradi huu, na tayari kwa miezi 4 iliyopita serikali imetoa shilingi bilioni 2.3, hivyo kufanya jumla ya fedha zilizotolewa mwaka huu 2024-25 kuwa bilioni 7 na milioni 300. Hivyo kwa usimamizi unaoendelea sasa na kwa mtiririko wa fedha unaoendelea, mradi umefikia 57.9 na unatarajiwa kukamilika Septemba 2025. Wizara inapokea ushauri wote unaopatikana unaotolewa na wabunge, lakini niwahakikishie hali ya TSN inazidi kubadilika, na tunaamini kutokana na huu mtiririko wa fedha hali itakuwa bora zaidi. Lakini lolote ambalo litatusaidia kufanya hali hiyo ikamilike kwa haraka, sisi tunaliunga mkono na tutalifanyia kazi. Nije kwenye suala la mkakati wa fursa za ajira za Kiswahili kwa vijana wetu, Mheshimiwa Hadija Hassan Aboud alieleza vizuri. Nieleze tu kwamba wizara inaendelea kutekeleza fursa za ajira za Kiswahili kwa vijana, ikiwemo ujenzi wa shule ya Kiswahili na stadi za Kiafrika itakayotoa fursa za ajira kwa vijana, kufungua vituo mbalimbali vya kufundishia Kiswahili kwa wageni kupitia balozi za Tanzania nje ya nchi na vituo nje ya balozi. Lakini wizara kupitia BAKITA imeendelea kuendesha mafunzo ya msasa kwa taaluma mbalimbali za Kiswahili, mfano ukalimani, tafsiri, uhariri na ufundishaji Kiswahili kwa wageni, hasa vijana, ili waweze kutumia fursa za ukalimani katika mikutano ya kimataifa. Na nieleze pia Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa swali mchango wa Mheshimiwa Mariam Nasoro Kisangi kuhusu kuwaenzi wazee na waandishi wa mashairi ambao wamesaidia kukuza na kuendeleza Kiswahili, na miongoni mwao ni Shaban Robert, Profesa Penina Muhando na Nyambari Nyangwine. Tunapokea maoni yake ya kuwaenzi wataalamu wa mashairi na watu wenye mchango katika kukuza na kuendeleza Kiswahili. Ni jambo lenye tija ambalo limekuwa likifanywa na BAKITA na imeshatoa tuzo mbalimbali kwa waandishi wakiwemo hayati Shaban Robert, Profesa Penina Muhando, Profesa Masamba, Mzee Amiri Sudi, Andanenga na wengineo wengi. Tuzo zinaendelea kutolewa na Mheshimiwa Nyambari Nyangwine naye atafikiriwa. Lakini nitoe rai kwa shule zetu tena kurudisha kwa kasi kabisa ushairi wetu wa ngonjera ambazo zilikuwa zinahamasisha vijana kuwa wabobevu katika lugha ya Kiswahili fasihi. Mheshimiwa Jessica Jonathan Msambatavangu ametoa ushauri mzuri kwamba BAKITA iepuke kutengeneza maneno magumu, mathalan kishikwambi, akili mnemba, ambayo yanahusisha vitu na hali halisi. Maoni yako yamepokelewa. Ni vyema mchakato wa kuunda maneno uwe maneno ya kuelewekwa. Kwanza maneno hutafutwa kwenye lahaja za Kiswahili, na tunazo nyingi tu, na nipende kuwapongeza BAKITA kwa kutoa Kiswahili cha kamusi ya Kiswahili cha lahaja ya Kimakunduchi, Kitumbatu, Kipemba, na tumewahimiza waendelee kutoa Kiswahili katika lahaja ya Kimvita, lahaja ya Kipate, lahaja ya Kiamu, lahaja ya Kiungwana ambayo inazungumzwa Kongo, na lahaja ya Kiswahili ambacho kinazungumzwa Madagascar, na lahaja ya Kiswahili ambacho kinazungumzwa Komoro. Kwa hiyo tutaendelea kufanya maneno ya utohozi, na yapo mengi tu katika Kiswahili kutoka kwenye Kiarabu, Kiajemi, Kireno, Kijerumani. Lakini nitaka kusema kwamba utohozi tu unaweza pia ukakifanya Kiswahili kupoteza uhasia wake. Lakini pia tunachukua ushauri wa Profesa Wole Soyinka ambaye kwa mara ya kwanza mwaka 1976 ndio aliyesema Kiswahili kiwe lugha ya Afrika. Profesa Wole Soyinka, na yeye alishauri kwamba ili Kiswahili kiwe lugha ya Afrika kianze kuchukua maneno kutoka katika lugha nyingine za Afrika, ili baada ya hapo Waafrika wote wawe na lugha ambayo inawaunganisha. Kwa hiyo tumepokea ushauri wako na tutajitahidi kutumia maneno kutoka kwenye lugha zetu na lahaja zetu badala ya kuunda maneno kwenye maabara za lugha. Sasa Mheshimiwa Spika, naomba nizungumze swala la Singeli. Kwanza nishukuru sana mjadala huu ambao umekuwa kwa muda mrefu, na tuliamua kukaa kimya ili Watanzania waseme. Watanzania tunasahau sisi ndio taifa katika bara la Afrika
lenye tofauti kubwa za utamaduni, tofauti kubwa za lugha kuliko taifa lolote katika bara la Afrika. Sisi ndio tofauti kubwa sana. Tuna utamaduni wa Wabantu, wa Wakushi, wa Wakoisan, Afroasiatic. Lakini kinachotufanya wa Tanzania tujione ni wamoja ni juhudi za baba wa taifa kutuunganisha kuwa taifa moja. Nje ya hapo sisi tuna tofauti kubwa kuliko nchi yoyote ya bara la Afrika. Na sisi ndio peke yetu tuna lugha, makundi 5 ya lugha, pamoja na lugha za watu waliokuja baadaye wa Afroasiatic ambao ni wa Iraki, ni wa Mbugu, lakini tuna watu wenye lugha ya asili ya kale katika bara la Afrika wa Hadzabe. Kwa hiyo tuna tofauti kubwa sana ya utamaduni. Na ukitaka kujua hiyo, neta jambo lolote la utamaduni. Hapo ndio utakapojua tofauti ya Watanzania. Na tutahangaika na hilo. Kwa sababu hiyo serikali haiwezi kuja na wimbo mmoja, haiwezi kuja na chakula kimoja, haiwezi kuja na nguo moja ikijua kuna anuai diversity hiyo. Na wakati mwingine imetufanya tukimbilie nyimbo za kwaito kwa sababu haina mwenyewe kuliko nyimbo za sisi wenyewe kwa sababu tunaona ni tofauti. Tumshukuru sana baba wa taifa. Asingefanya hivyo, Tanzania hii ingekuwa haikaliki kwa sababu tuna tofauti kubwa katika mavazi, katika chakula, katika vionjo na vinachochewa pia na imani za dini. Kwa hiyo tushukuru tuko taifa moja. Na maana yake nini? Lazima tutekeleze 4R katika kujadili muziki wa Singeli. 4R za Rais Samia Suluhu Hassan za ustahimilivu. Sasa Singeli kwa sasa imekuwa ni moja kati ya miziki ya Tanzania kama ilivyo kwa miziki dansi, tarabu, kwaya, bongo flava na miziki mingine. Na Singeli sisi tunachofanya wala sio kuipeleka duniani. Singeli tayari imekwisha kwenda duniani kwenye matamasha ya Ubelgiji, na haichezwi kama hizo ambazo mnaziona ambazo naibu spika amenisaidia. Imekwenda kwenye tamasha la Primavera Spain, tamasha la Coro Festival Ufaransa, tamasha la Munich, tamasha la Düsseldorf na tamasha ambalo Ashaku Msematusi Nyege Nyege Uganda. Lakini juzi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye tamasha la Samia Serengeti Music Festival ambalo mgeni wa heshima alikuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dogo Paten pamoja na Zuchu, walicheza Singeli ambayo iliwafanya watu wachangamke. Kwa hiyo yako mambo ambayo ni ya upotovu wa maadili, na hiyo sio kwa Singeli tu, iwe ni muziki wa Injili, iwe ni muziki wa dansi, iwe na muziki wowote. Utakapokuwa na mambo ambayo sio ya maadili, wizara itachukua hatua. Kama muziki wa Injili utakuwa ni wa kunengua, utachukuliwa hatua. Kama muziki wa kawaida utakuwa hawendi, utachukuliwa hatua. Kwa hiyo tusichanganye vionjo vya wachezaji na aina ya muziki. Yakumbukeni maneno katika Biblia ya Yesu Kristo walipompelekea kahaba, akasema yule ambaye hajawahi kufanya hayo awe wa kwanza wa kumtupia huyo jiwe. Wote waliangalia chini na kuchora chini ya miguu yao. Tuwasaidie vijana hawa kuusafisha muziki huo ambao tayari umeshakwenda duniani. Hatutavumilia aina yoyote ya muziki unaotweza wanawake wala kuwashushia hadhi, uwe ni wa aina yoyote ile. Lakini Singeli imepiga hatua, na kama alivyosema naibu spika, Singeli tunayozungumza ya kwenye video na nimeletewa hiyo sijui ya Nairobi ya wapi, hao ni vijana waendelewe kuombewa, waendelewe kuaswa, waendelewe kuonywa. Na kama alivyosema Yesu, nimekuja kwa wagonjwa, mimi ni tabibu na sio walio wazima. Nyinyi wote ambao mmeokoka, endeleeni kuwaombea hao watu na imbeni utabibu wa kweli ni Yesu Kristo au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili wawe na heshima katika aina zote za muziki na aina yote ya michezo. Nije kwenye swala la mstakabali wa mchezo wakati ya Simba na Yanga. Mheshimiwa Spika, naibu spika umeeleza wazi. Kwa mujibu wa sheria za FIFA, wizara au serikali haiwezi kuingilia swala hilo. Swala la ligi linasimamiwa na TFF, linasimamiwa na bodi ya ligi, na kanuni haziruhusu serikali kuingilia mambo hayo, kwa sababu ukifanya hivyo FIFA itaifungia Tanzania. Sasa kwa ndugu yangu Swale na wanasheria wengine, hilo jambo ni sub judice, na kwa sababu ni sub judice siwezi kulisema. Nikilisema nitakuwa nimefanya makosa ya padri kutoa maungamo.
Kwa hiyo tunaendelea na juhudi mbalimbali na mazungumzo yetu yaligusa kuhusu kuboresha mchezo wa mpira katika nyanja mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue tena kuwashukuru wabunge wote waliotoa maoni ya kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan apewe tuzo kwa kufanya maendeleo ya michezo. Hakika Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni hidaya ya taifa letu. Dr. Samia Hassan amekuwa ni hiba ya taifa letu katika eneo la michezo, sanaa na michezo. Na mimi tunaunga mkono kabisa wazo hilo la wabunge la kuwa na aina maalum ya tuzo kwa Mheshimiwa Rais kwa kutambua mchango wake mkubwa katika sekta hii ya michezo, sanaa, utamaduni na habari. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu masuala ya viwanja, niwahakikishie kabisa ndugu yangu Priscus Tarimo wa Moshi mjini kwamba tutatuma wataalamu kuja kuangalia swala la kiwanja cha Moshi, na ndugu yangu alikuwa hapa Mheshimiwa Tadeo Joseph Tadeo, naona ametoka, mbunge wa Mwanga, na najua kwa nini ametoka. Kama mlivyosikia tangazo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumefikwa na msiba mkubwa wa kuondokewa na mzee Cleopa David Msuya aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, lakini ambaye pia alikuwa waziri mkuu wakati wa Mwalimu, alikuwa waziri wa viwanda na biashara na waziri wa fedha, na ni mzee ambaye ametoa mchango mkubwa kwa taifa. Kwa ndio maana haoni, lakini hayupo hapa, na yeye namhakikishia nitakwenda Mwanga kuona hivyo. Lakini ndugu yangu Edwin Sware, nitafika Lupembe, Njombe, ili kuja kuona eneo hilo na tuone na wataalamu ni jinsi gani pia tutaboresha uwanja wa Lupembe Njombe. Na iko sababu kubwa sana ya mimi kufika Lupembe Njombe, kwa sababu mama yangu mkubwa nilikokulia aliolewa na Lutangilo kutoka Lupembe. Kwa hiyo nitakuja huko. Ndugu, naomba kuhitimisha kwa kueleza kwamba baada ya mafanikio makubwa ya timu ya Simba, na sasa inaingia kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na CAF, ambapo klabu ya Simba inakwenda Morocco kupambana na klabu ya RS Berkane. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya maamuzi ya kutoa ndege itakayoipeleka klabu ya Simba Morocco kwa ajili ya mchezo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa, imeungwa mkono.